Turudi kwenye safari yako ya sanaa ya uigizaji. Kuna baadhi ya watu wamebahatika kukuona kwa Clam season 2 ukiwa unaigiza. Mimi nataka nifahamu safari ya nyuma uigizaji kabla ya kufika kwa Clam ilianzia wapi kwenye uigizaji wako? Safari yangu ya nyuma kabla ya kufika kwa Clam ilianzia Morogoro. Ya 2000 na kitu kama 19. Nilikutana na Haji Adam pamoja na Emmanuel Mapunda, ni wasanii ambao kidogo ni wa zamani kwa muda mrefu. Baada ya kukutana na Haji Adam, nilikuwa na mshikaji wangu ambaye alikuwa ni cameraman. Nilikuwa na shoot movies za kina Haji Adam. Walikuwa wanakuja Morogoro wanapiga kambi hata miezi miwili. So yule mwanangu alikuwa akiitwa kwenda kushoot, mimi nilikuwa napenda kumsindikiza, unaona. Kwa hiyo nikawa nakaa kambi hata mwezi, lakini mimi nilikuwa siigizi, huwa naangalia tu na nini. Kwa hiyo nikajikuta nimepata idea kwamba bwana naweza. Unaona? Kwa kuna cast ilipelea wakanipa nafasi bwana, mbona mshikaji anaweza akafiti hapa, na waliponiweka kweli, kwa sababu nilikuwa nimezoea kuona watu wakiigiza kwa muda mrefu. Kunipa leseni ilinyoosha, na kuanzia pale nikawaga napenda kuigiza. Hata nilipokuja hapa Dar es Salaam nimeigiza sana. Japokuwa ndio hivyo, nilikuwa sifahamiki sana, lakini zipo series ambazo nilicheza kama Mzani wa Mapenzi, bila JB nilipita mle, watu waliniona mle. Kuna moja iliruka DStv nini ile Dosari, na yenyewe pia nilipewa nafasi nikacheza. Umeona? Nataka tuipate connection yako na Clam. Ilikuwaje kwa mara ya kwanza unakutana na Clam na akakuita njoo tufanye kazi? Kwa mara ya kwanza kabisa mimi nakutana na Clam, nilikutana na Clam kwa kipindi na shoot series ya ilikuwa ni Sikitu ilikuwa Sikitu nilipigiwa simu na casting manager wake. Alinitafuta tu mwenyewe, bwana Zompa anakuaje fresh kama kaa, bwana tumependa uje wapie kwenye kazi yetu. Umeona? Nikaona cheki ratiba zangu, nikabasi poa nipe ratiba. Aliponipa ratiba nikafika seti nikanyoosha. Kwa nilipofika location ndo mara ya kwanza nikaanza kukutana pale na Vevo, tukaanza kufahamiana na nini. Sema tu mimi mwenyewe na kuoga na ratiba nyingi. Kwa hivyo kuja hii Big Boss na nini, nilikuwa niko Morogoro, nakumbuka nilipigiwa simu na mshikaji, niko Morogoro. Bwana vipi, kuna scene namna gani vipi? Sasa mimi niko Morogoro na kipengele, lakini kirudi tu mjini nitakustua. Nilipogeuka nikamcheki yule mchizi. Casting manager nilipomgusa akaniambia bwana njoo nyoshe. Ndio nimekutana na Vevo sasa ile kumechi na nini, mpaka kubadilishana namba nini mpaka leo. Kuna watu wanakuwa wanamuona Clam labda kwenye mitandao. Wewe mtu umesha kukaa na Clam. Clam ni mtu wa design gani anapokuwa upande wa swala la kazi? Kwenye swala la kazi ni mtu ambaye yani yuko serious sana kazi. Wana masiala kazini. Tunasoma kwa nje na ushikaji mweza mkauweka pembeni mkapiga story na nini, mimi na Clam tunatembea na sio wapi. Lakini tunapokuwa katika swala la kazi au tunakuwa katika swala la kazi, serious unakuwa mkubwa sana. Yaani mtu ambaye yuko serious sana katika kazi. Kwenye Big Boss season 2 story ya nafasi uliopewa inaonekana wewe ni mdogo wake ama ni kakake na Clam kwenye story yake inavyosema, na umekuja nyumbani kwa ndugu yako ambao ulikuwa mfahamiani kwa muda mrefu na mke wako. Lakini kwenye story inavyoeleza ni kuwa wewe Clam amepewa masharti ya kutembea na kila mwanamke ambaye anazunguka familia yake, iwe kaka yake, wa dada yake, wa nani, yani yeye inatakiwa yote azunguke nao. Tuanzie hapa kwenye hicho, kwenye uhusika aliopewa Clam kwenye Big Boss season 2, masharti yaliyobadilishiwa. Ukiwa kama mwanafamilia, unahisi masharti yale ni kama yamempunguzia, amekuwa rahisi? Yale masharti yani sio kama ni marahisi, lakini kwa upande wake kidogo ilikuwa ni amepunguziwa ukali, kwa sababu unajua bi mkubwa bwana, kumuua bi mkubwa sio swala dogo. Kwa kutoka katika kumuua bi mkubwa mpaka pale amepunguziwa, lakini pia ile sharti aliyopewa sio jepesi. Kwa kama hiyo watu wanachoshtuka ni kwa mkeo tayari kashaanza alijirahisisha kwa Clam, akawa anamshika anampapasa, na mkeo anaonyesha ishara za tamaa mapenzi. Unahisi wanawake wengi wana tamaa za pesa, na inakuwa ni rahisi kwa au kutokujali hata undugu? Of course hiyo ipo sana bro. Inapokuja swala la pesa, 80% dada zetu lazima waende kushoto, lazima washawishike. Sasa kwa matiza kama hali ya Vevo, wife kaingia ndani kapigwa milioni 2. Kibongo bongo mwenye angalia nani anatoka.
kwa na haki zetu wa Uswahili. Maana sisi pale mimi nimeact mtu ambaye nimetoka katika maisha fulani ya magumu. Mimi boda boda, wife anachoma vitumbua, anakata milioni 2. Na tunakuta kuna masea tu anagonga bure tu huko mtaani. Anakata milioni 2 kaka. Kwa sio rahisi yani. Yeah. Sisi inaonekana tamsini inavyoonekana tayari ulikuja kufumania Clam. Clam ni ndugu yako na ni ndugu na yule ni mkeo. Umemfumania. Unaweza kukubali kuachana na mkeo ama kuvunja ndugu kwa sababu ya mahusiano? Kiukweli mimi nampenda sana mke wangu. Umeona? Nampenda sana mke wangu. So katika hilo bwana nitavunja tu ndugu mwanangu. Au naweza nikasamehe vile vile. Kwa hata misaada kama ulikuwa nakupa umemfumania vipi, unaiacha ama utakubali kupokea ile misaada ili ubadilisha maisha yako, ama ni kipi utakifanya? Kwa sababu lengo pale kama hajamaliza lengo la masharti hajamaliza kutembea naye, sharti alijaisha. Je, mkao kitamani kurudi sasa kwa Clam ili aendeleze kuchukua hela? Yeye kama akiamua kurudi na mimi mchizi anizingatia kwenye mazingira yangu bwana, naweza nikamwacha, si na hela natafuta mwingine kaka. Kwa hiyo zile hela sisi tunachukua na mke akisema kurudi atajua yeye. Mimi natamani niingie kwenye chama na wife nimwache. Nasoma kwa sababu hiyo kusamehe dhambi ya kuchiti kwa rahisi. Kwa kama Vevo akijifanya anataka aendelee kuwa naye, mimi nitamuomba niingize kwenye chama. Nijipige mipasi yangu sana, mimi niangalie naenda kulia naenda kushoto. Hivyo yani. Kwa tunasema sasa hivi dunia inaendekeza pesa ndio kila kitu kwenye hii dunia sasa hivi. Pesa sabuni ya roho kaka. Hamna mtu ambaye afagilie pesa. Hamna mtu ambaye afagilie pesa. Niulize kile yale kule ni maigizo. Ingekuwa light kwenye maisha yako kawaida, imetokea kitu kama hiki. Kama wewe, ni kipi ni tu gani ungezifanya? Tukiachana na Big Boss sasa. Ni story light imetokea kwenye maisha yako. Ungefanya kipi? Kwenye kipi sasa kwenye yote ile tokea kwenye Big Boss ile kuja kwenda kwa Clam anakusaidia, alafu zeno kuja nakuta na mke wako tena. Maisha ya kawaida sasa. Ungefanya kipi wewe? Maisha ya kawaida mke wangu ningemsamehe. Lakini pia brother ningemind, japokuwa ndo hivyo kasha ni box still ningemind yani. Kwa mwisho wa siku nafikiri tungeondoka tu pale nyumbani kwake na nini, lakini maisha yetu si yangeendelea kama kawaida na tungeweka sawa, kwa sababu unajua binadamu haheshimu madhambi kaka. Tungeweka sawa, lakini ndio hivyo yani, nisingekuwa na kanyaga tena nyumbani kwake. Unaona Big Boss unamsomea Clam, unamwambia kile alichokifanya sio kitu kizuri hivi na hivi na hivi. Sawa, mmezungumza pale. Unaamua kumsamehe? Of course wanasema bwana damu nzito kuliko maji. Na mimi kuna sehemu pia amenipush. Umeona? Amejitetea kwa sababu za kibinadamu, na mimi kama binadamu, kama Mungu anasamehe, mimi nani nisisamehe? Kwa mimi nimeamua tu kumsamehe brother kwa kile alichonifanyia. Yeye atakutana na adhabu kwa Mungu. Mimi nimesamehe. Lakini pia nimeshukuru kwa msaada wake. Nimepata msaada ambao una maumivu. Unaona? Lakini pia yote ni watu tujifunze kwamba tulizike na hali zetu, ndio usipende mseleleko maana yake. Ndio somo kubwa ambalo limepatikana pale. Kama sisi tungekuwa tumelizika na maisha yetu, mimi na mke wangu, yale yote yasingetokea. Umeona bwana, tungeenda pale tungesalimia, mwisho wa siku tungeondoka. Lakini sasa mimi mwisho wa siku nilileta tamaa. Sikutaka kuondoka mle ndani. Nikaamini mimi naweza nikaondoka mle ndani labda nina gari ama nina kitu gani, maana niliambiwa nitajengewa. Kwa nikaamini bwana endelee kukaa. Sasa lakini ogopa nyumba. Mtu anakuambia na nijengea na mke, si bora nitulie nijengee kwanza nyumba, mwanamke atajua. Unachagua mke unaacha nyumba. Yaani unajua nini? Katika situation ambayo mimi mke wangu nampenda sana. Unaona? Mke wangu nampenda sana. Kwa hiyo kitu kidogo ilinitoa mchezoni. Sijajua kama ukompenda badilisha maamuzi, lakini imeniuma sana. Imeniuma sana. Clam ni miongoni mwa wasanii ambao walikuja kubadilisha hii industry ya YouTube. Kuaminisha kwa YouTube ni pesa, na YouTube ukitengeneza kitu kizuri unapata pesa. YouTube ukishoot video nzuri, quality kali, story kali, unatengeneza pesa. Kama amekuwa anajitapa kwa anaingiza pesa nyingi kwenye mitandao na Zeni anawalipa watu vizuri wanaofanya nao kazi. Mimi nataka nijue kama alikuvuta mtonyo gani wewe kuingia kwenye Big Boss? Of course ni YouTube ni pesa na ni maisha kweli. Na mimi na believe kwamba Clam anaingiza hela nyingi sana kwenye YouTube. Naamini katika hilo kutokana na mimi tu
vipande vyangu ambavyo nimevicheza havikuwa na ukubwa kivile. Nasoma kwamba soka vilikuwa rundo zinaingia set na nikiwa ni easy, yani naweza nikashuti leo viwili nikaondoka. Nasoma lakini the way ambavyo nilikuwa nalipwa, alhamdulillah, na nikaamini kweli mchizi anapiga hela nyingi sana. Siwezi nikasema shilingi ngapi, lakini alhamdulillah. Yeah. Kwa hiyo tunataka kusema hayo malipo leo yapata ulikoje kuyapata toka umeanza kazi yako, mtu kuita njoo igizo ulikoje kulipwa? No. Nimelipwa sana. Ya, lakini sasa inategemea huko, unaweza kama umefanya kazi sana, sometimes mkalala di location na nini, mambo yakawa kibao. Lakini pale ilikuwa tunashoot kiboss. Yaani kama unavyoona ile ni big boss, tunashoot kiboss. Nzoma, yaani bila pressure. Yaani bila pressure, mnashoot mna enjoy. Yaani hivyo yani. Sisi tunashoot kama vile tunafanya utalii tu labda mjini. Na kibunda kinaingia kama kawaida. Yeah. Akitokea mtu amekuona sasa hivi kwenye Big Boss season 2 umefanya vizuri, anasema yes, ngoja nimuite Zompa sasa tukae naye chini tupige kazi. Ajiandae mtonyo kiasi gani? Kwa sababu utavunja ratiba zako zote kwa sababu ya jambo lake. Ya, kwenye swala la mtonyo inategemea sana yeye kwamba kazi yake inakuwa ina ukubwa kiasi gani. Maana si ni ngapi ambazo anataka mimi nipite, lakini in all amejiandaa. Ya, kwa sababu unajua mimi kuvunja ratiba zangu mpaka kwenda kwenye ratiba ya mtu mwingine sasa wadogo. Yaani sasa wadogo. Wakiwa wamejiandaa tunazungumza, yategemea na sini zake ziko ngapi, tunanyosha tu. Ikubwa tupate riziki yani. Nataka nikupe challenge ndogo. Tunataka unitajie tamthilia 3 ambazo zinarushwa YouTube ambazo wanazifuatilia. 3 ambazo zinarushwa YouTube ambazo mimi nafuatilia. Nafuatilia sana Big Boss, nafuatilia Dunia, pia nafuatilia tamthilia Steve Menkwa. Ya, kwangu mimi wanazifagilia hizo sana. Nikikwambia uzipange kwa namba ipi itaanza kwenye yani kwa mpangilio wa namba? Kwa mpangilio wa namba, hiyo kila series ina utamu wake. Na hizi ziko katika matawi tofauti. Nasoma Big Boss ipo katika imebezi katika upande wake. Dunia imebezi kwenye upande wake. Tukija kwenye Menkwa pia imebezi upande wake. Kwa kila kwangu mimi kila series ni namba 1 kwa upande wake ambayo ipo. Nasoma. Comedy ni namba 1. Yani imesimama iko vizuri. Na tukija kwenye Big Boss, funzo lake ni kubwa. Ina utamu wake. Mimi naipa namba 1 Big Boss. Dunia Menkwa shamaliza. Namba 3. Yeah. Ila zote ni noma. Yeah. Yani ambazo lazima uziangalie sana. Yaani kitoka tu kama unavyoona mimi wa kwanza. Yeah. Tumezungumza vingi, nataka uzungumze kitu kimoja na mashabiki zako ambao wanakufuatia kwenye akaunti zako na mitandao yako yote ya kijamii. Ya, kitu ambacho mimi napenda kuzungumza na mashabiki zangu kwamba niwaombe tu waendelee kunisupport kwa sababu mimi siwezi bila wao. So wao ndo walinifanya niwe Zompa, watu wakanifahamu na wanaendelea kunifahamu. So mimi nawashukuru sana, lakini pia niwaombe waendelee ya kunifuatilia. Ni ukurasa wangu pale Zompa Media, unapita unasubscribe, tuendelea kuweka mambo sawa mjini. Mimi nipo kwa ajili ya kuandalia matukio na kuwaelimisha. Hao wanapata faida ya kuelimika na mimi pia wananifanya niishi vizuri, alhamdulillah. Ninakushukuru sana kwa time yako. Nakushukuru pia brother.